kumbuka wewe ni taa. Wana tabia mbaya sana, ndio maana na wanaitwa giza. Sasa wewe si nuru, shine. Na miongoni mwa maamuzi maazimio tutakayotoka nayo hapa ni pamoja na hili. Pengine tuliseme sasa hivi ili tumalize kabisa. Azimio namba moja ni kutambua nafasi yetu katika agano jipya tulilopewa na kuitumia, kwamba sisi ni viumbe wapya, ni uzao wa Mungu, tutaishi hivyo. Kwa hiyo tutaishi kama viumbe wapya. Wangapi tunakubaliana? Basi sema, nyosha mkono wako, sema pamoja nami. Naweka azimio kuishi kama kiumbe kipya kwa misingi ya agano jipya. Nitakuwa taa, nitakuwa nuru, mfano wa mwenendo na usemi kwa familia yangu katika jina la Yesu. Hili ni azimio la kwanza. Azimio la pili linafanana nalo. Kwenye familia kila mmoja ana wajibu wake, na uweze kufanya wajibu wa mwingine. Lakini ukifanya wa kwako, unamvuvia mwingine kufanya wa kwake, unamtia moyo mwingine kufanya wa kwake. Na sio hivyo tu, utakuwa na haki ya kudai mabaya yasiipate familia yako kwa sababu umesimama wewe. Unakumbuka Ibrahimu alisema, wakiwepo 10 je? Na kwenye nyumba yako pia, hata kama inataka kupata mapigo, kama wewe umesimama kwa ajili ya nyumba yako, utaiokoa nyumba yako. Hata kama kuna laana gani, hata kama kuna nguvu za giza zipi, una mamlaka ya kuchora mstari na kusema usiishie kule wala usifike hapa. Hao watoto ni wa kwako. Hakuna uchawi juu ya Yakobo. Mtu asikutishe, sijui tutaloga watoto, tutaloga nini. Wewe unalogeka wewe. Kama unalogeka una matatizo. Wewe simama kwenye nafasi yako. Ukisimama kwenye nafasi yako, uta-influence wengine na utaiokoa nyumba yako. Wangapi wanakubaliana nami kusimama kwenye nafasi yao? Maana yake mume asimame kwenye nafasi yake, mke asimame kwenye nafasi yake, dada, kaka, kila mmoja asimame mahali pake, watoto wasimame kwenye nafasi yao. Sema pamoja nami, Mungu wangu, umenionyesha nafasi yangu, wajibu wangu katika familia yetu. Ninafanya maamuzi, ninakata shauri kusimamia nafasi yangu kama nuru, kama taa mahali pangu katika mahusiano yangu na wanafamilia wengine. Na kwa sababu hiyo, naomba uilinde jamaa hii. Ninapingamana na makusudi ya adui juu ya familia hii katika jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa umenipa nyumba hii, basi adui hana nafasi kwenye nyumba hii, hana nafasi kwa mwenzi wangu katika nyumba hii, wala kwa wanafamilia.